the old, and we need to forsake the old and then come into the new. Kanisani mwake kila mwanamke ni lazima kufunika kichwa. Huyu ni mchungaji Kumuyi. Ndiye profile yetu ya leo. Mchungaji William Afolarunsho Kumuyi ndo jina lake halisi. Mwanzilishi na msimamizi mkuu wa kanisa la Biblia la Deeper Christian Life Ministry lililoko Lagos nchini Nigeria. Shalom. Hii ni Faisal TV. Mimi ni msimulizi wako Phase 2. Je, umesubscribe? Kama bado, kwa moyo wa unyenyekevu sana, subscribe, like na usisahau kuachia comment yako. Ukiachana na kuwa mchungaji, yeye pia ni mwandishi na mwinjilisti ambaye anajulikana sana kwa mahubiri yake ya utakatifu huko Nigeria, Afrika na duniani kote. Mchungaji Kumuyi alizaliwa Juni 6 mwaka 1941 katika familia ya Bwana Gideon Kumuyi Ankifenwa na mama yake Comfort Idubo Kumuyi Ankifenwa. Familia ya Kianglikana huko Iren Ijesha, jimbo la Osun, Nigeria. Wazazi wake walikuwa wameishika dini sana. Kumuyi alikuwa anaamshwa kila siku asubuhi kuisoma Biblia, kuimba nyimbo, kwenda kanisani mara kwa mara kwenye wiki. Lakini shauku hiyo ya kumjua Mungu ilikatishwa tu baada ya kwenda sekondari, ambayo kuna mwalimu alikuwa akiwafundisha kwamba hakuna Mungu, maana yeye hakuwa anaamini kuhusu Mungu. Kumuyi alifanikiwa kumaliza elimu yake ya shule ya sekondari mnamo mwaka 1961 akiwa kinara wa somo la hisabati shuleni hapo. Kisha mwaka 1962 alianza kufundisha hisabati katika shule ya Mayflower huko Enken, jimbo la Ogun. Aprili 5, 1964, kabla ya kujiunga na elimu ya chuo kikuu, alizaliwa mara ya pili, yaani aliweza kubatizwa. Hii ni mara baada ya mahubiri yaliyokuwa yakihubiriwa yaliyoleta msisimko sana shuleni hapo, ambapo wachungaji walikwenda kutembea kwa ajili ya kutoa mahubiri kwa vijana. Baadaye aliendelea na chuo kikuu cha Ibadan na alitunukiwa degree ya heshima katika daraja la kwanza katika kahada ya utaalam wa somo la hisabati 1967. Lakini ilipotimu 1973 alipokuwa akihudumu kama mhadhiri wa hisabati katika chuo kikuu cha Lagos, Kumuyi alianzisha kikundi cha kujifunza Biblia na wafunzi 15 wa vyuo vikuu ambao walikuwa wamekuja kwake wakiomba mafunzo ya maandiko matakatifu, maana makanisa mengi yalikuwa yamejaa chachu, kama vile isemwavyo kuwa ni chachu ya Mafarisayo. Kumuyi alifukuzwa kanisani alipokuwa akihudumu mnamo mwaka 1975 kwa kuhubiri bila kupata umaarufu wa sifa kama ilivyo makanisa ya leo. Lakini hiyo haikumvunja moyo wa kuendelea kufanya huduma. Aliendelea na huduma yake na kujitegemea, na mwanzoni kabisa mwaka ule wa 1980 kikundi hicho kidogo cha kusoma Biblia kilikuwa kwa kasi zaidi na rasmi ikawa kanisa la Biblia la Deeper Life Christian Ministry. Kufikia 1988 kanisa hili lilikuwa limeongezeka hadi watu 50,000 na sasa lina washirika zaidi ya 120,000. Deeper Life linatajwa kuwa kanisa la 3 kwa ukubwa likiongoza imani ya Kikristo ulimwenguni, likiwa limepanda zaidi ya makanisa 500 huko Lagos na makanisa 5,000 katika maeneo mengine ya Nigeria. Nigeria kwa ujumla wake limekadiriwa kuwa na zaidi ya washirika ya 800,000 na makanisa zaidi ya 3,000 mahali pengine, sambamba na wamishinari katika nchi zaidi ya 100 ulimwenguni. Hakika Pastor Kumuyi amelitimiza lile agano linalosema ya kwamba enendeni ulimwenguni mkaeneze injili kwa mataifa yote. Na ilipofika Oktoba 2010, mchungaji Kumuyi alioa mke mwingine
ambaye ni Esther Blaise. Hii ni mara baada ya kupita takriban miezi 18 baada ya kifo cha mke wake wa kwanza Abidon Kumuyi. Alikutana na mrembo huyo Abidon mnamo Septemba 1972, ambaye alikuwa mmoja wa wanafunzi wake wa kujifunza Biblia. Kipindi hicho anaanza huduma yake changa. Alimuoa 1980 hadi 2009 na alibahatika kupata naye watoto wawili, John Kumuyi na Jeremy Kumuyi. Mnamo Aprili 2013, Kumuyi alitajwa kama mmoja wa watu 500 wenye nguvu zaidi duniani. Katika maisha ya kiroho, kulichunga kanisa na Deeper Life Church ilitajwa kama kanisa kubwa zaidi ulimwenguni na jarida la sera ya kigeni. Lakini mnamo Januari 2025, Kumuyi alialikwa mahususi na kasisi wa ikulu ya White House kwa rais wa Marekani Donald Trump kuhudhuria kuapishwa kwake tarehe 20 Januari 2025. Kumuyi alimpongeza Trump kwa kujitolea kwake kutetea maadili ya Kikristo na kukuza uhuru wa kidini wa mataifa wakati wa mhula wake wa kwanza madarakani. Na huyo ndo Pastor Kumuyi. Jina langu ni Festo Mdogo, the last born, na hii ni Profile hapa Faisal TV. Remember, by a deliberate effort that you forsake, you abandon, you leave off all the old covenant, and then you come into the new and the better covenant. In Hebrews chapter 8, I'm reading from verse 6. But now, at this very, but now, as he obtained a more excellent ministry, by how much also he is the mediator of a better covenant, which was established upon better promises. Look at verse 10. In verse 10, for this is the covenant that I will make